Haleluya, mtu wa Mungu popote pale ulipo, Bwana Yesu asifiwe. Ujambo na karibu sana katika neno lake Mwenyezi Mungu. Jumamosi nyingine Mwenyezi Mungu ametukirimia kuwa kwa pamoja. Jumamosi ya tarehe 14 mwezi wa pili mwaka 2026. Elewa ya kwamba Mungu amekuwa nasi na ametuongoza nusu ya mwezi wa Februari. Juzi tu tumeshika, na hivyo angalia ukuu wa Mungu katika maisha ya kwako. Mimi naitwa mchungaji Benson Mwanza na kukaribisha zaidi katika neno lake Mwenyezi Mungu siku hii ya leo, Jumamosi ya leo, na tumekuwa tukijifundisha katika kitabu cha Waefeso. Tumekuwa tukijifundisha katika kitabu cha Waefeso, tukijimiza na tukipata mawili matatu na ambao ni ya kutufaidi katika kambi ya wateule tunaposubiri kurejea kwake Yesu Kristo. Lengo ni kujengana kiimani, lengo ni kupata mwelekeo, na zaidi lengo ni kuhakikisha tunashikilia imani tunaposubiri kurejea kwake Yesu Kristo. Na hivyo kwa wiki ya pili sasa tunaingia katika Waefeso sura ya 4 mstari wa kwanza hadi wa 3, ndipo ningependa tuweze kujifundisha. Na Biblia inasema, kwa hiyo nawasihi mimi niliye mfungwa katika Bwana, mwenende kama inavyoustahili wito wenu mlioitiwa, kwa unyenyekevu wote na upole, kwa uvumilivu, mkichukuliana katika upendo, kwa kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Baba, sema nasi kupitia hili neno lako. Tunajisalimisha kwa Roho wako Mtakatifu, na ambaye umetupa awe mwalimu wetu, atakayetufunza na kutuongoza katika kweli yote. Kupitia hili neno, wacha akatufunze na kutuelekeza katika kweli yote. Wakuhimizika wakaimizike, wakurekebika wakarekebike, wakupata maarifa na kukufahamu zaidi wakapate maarifa na wakufahamu zaidi, wakupata mwelekeo wakapate mwelekeo zaidi, wakurekebishwa na kukemewa. Wacha Mungu wetu, kila mmoja wetu akahudumiwe na hili neno kulingana na hitaji alilo nalo, maana wewe unajua kila hitaji la mioyo yetu na ambalo tunahitaji liafikiwe, na ili tuzidi kutembea kulingana na neno lako. Pokea sifa zote Baba na utukufu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Ni neno lake Mwenyezi Mungu, na ninapenda zaidi maana ni Paulo anaandika, na labda unaweza ukashangaa. Kwa hiyo anasema, kwa hiyo nawasihi mimi niliye mfungwa katika Bwana. Unaweza ukashangaa mbona anajiita mfungwa katika Bwana. Hapa Paulo anapokuwa anaandika hili kanisa Efeso, anaandika akiwa gerezani, anaandika akiwa korokoroni, na hivyo anaposema nawasihi mimi niliye mfungwa katika Bwana, ni kumaanisha literally anaandika akiwa gerezani, akiwa katika mateso, na anaandikia ili kanisa Efeso, na ili pia kuweza kulihimiza, na ili pia kuweza kuzungumza nalo nasi pia walio, maana tunasoma pia anatuandikia na anazungumza nasi kwamba mateso katika ya maisha ni yanakuwa, na hayamaanishi ukatishwe tamaa, hayamaanishi uache imani, hayamaanishi uache Mungu. Paulo anatuonyesha mfano, na Paulo anaonyesha vizuri zaidi, hata ukiwa unamtumikia Mungu utapitia mateso. Si atakuzuia yote, kuna mambo utakayoyapitia, na ndio maana anatuonyesha mfano mzuri kwamba hata katika hayo mateso bado endelea kumtumikia Mungu. Haijalishi jana usiku imekuwa vipi, haijalishi wiki nzima imekuwa vipi, Mungu anakuambia niko pamoja na wewe, endelea na kunitumikia. Jikung'ute mavumbi, usiruhusu disappointment, usiruhusu changamoto zikusababishe uache na kumtumikia Mwenyezi Mungu. Hapo ninaanza na utangulizi wangu hivyo, na hivyo Paulo anaandika maneno haya akiwa gerezani, na hivyo anasema, basi nawasihi mwenende kama ulivyo wajibu wito wenu mlioitiwa. Fikiria hilo msikilizaji na mtazamaji wangu, kwamba angalia hapa, mtu aliye katika minyororo anazungumzia kutembea. Kimwili alikuwa amefungwa, lakini kiroho alikuwa huru.
kutoka gerezani anatusihi, ishini maisha yanayolingana na wito wenu. Na ndio maana ujumbe nimeupa kichwa, ishi maisha yanayolingana na wito wenu. Huyu ni mtu aliyefungwa. Jinsi nimeanza na utangulizi, anatuambia hivi, hata mateso yasisababishe usiishi maisha yanayolingana na wito wako. Yeye mwenyewe Paulo anaishi kwa mfano, anaishi maisha yanayolingana na mwito wake, hata akiwa gerezani, hata akiwa amefungwa. Ndio maana yeye mwenyewe anakuwa himizo kwetu kama Wakristo. Hata Yesu mwenyewe akasema, duniani mnao dhiki, lakini jipeni moyo, kwa sababu tayari nimeushinda ulimwengu. Na hivyo hata Paulo mwenyewe anaelewa, nishaushinda ulimwengu. Hata wanifunge, nitaendelea na hii kazi, nitaendelea kuishi maisha yanayoambatana na mwito nilioitiwa. Sitaacha kuyaishi. Kama niliitwa kuandikia makanisa tofauti na kuyafundisha, nitaendelea hata gerezani. Nawe pia usiruhusu changamoto aina yoyote ile ikuondoe katika mwito wako. Usiruhusu ikuondoe katika imani yako. Hata katika hayo maji mengi, anasema asemi ataondoa hayo maji mengi, asemi ataondoa hizo vitu vyote, hizo changamoto, la hasha. Asemi ataondoa ukosefu wa kazi, asemi ataondoa hizo mitafaruku umekuwa ukipitia, lakini anasema katika hiyo mitafaruku, katika hizo changamoto, nitakuwa pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo Paulo anakuwa anatunenea hili jambo na ambalo ni la muhimu, na hivyo shika hili, wokovu si tiketi tu ya kwenda mbinguni. Hili ndio Paulo pia anatufundisha, ni mwaliko wa kuishi maisha mapya leo. Kila Mkristo ana wito, kila mmoja wetu ana wito. Umeitwa na Mungu, umechaguliwa kwa neema na umeokolewa kwa kusudi. Na hivyo kuna mambo mawili matatu tutakuwa tunayaangalia, na jambo la kwanza ni tutembee katika unyenyekevu, tukielewa tuna mwito tulioitiwa. Paulo alikuwa na mwito alioitiwa, lakini aliendelea kuwa mnyenyekevu hata gerezani. Ndio maana anaandikia hili kanisa, ndio maana analifundisha hili kanisa kwa unyenyekevu. Hakuingiwa na kiburi, na akasema, wewe Mungu, nikishikwa ulikuwa wapi? Siwezi nikafanya nikiwa gerezani. Lakini anatuonyesha mfano mwema, na mfano mwema ni kwamba tuendelee kutembea katika unyenyekevu. Paulo anaanza na unyenyekevu. Unyenyekevu ni kutambua kwamba kila tulicho nacho ni kwa neema ya Mungu. Kiburi husema hivi, ninastahili. Kunradhi kwa hilo. Kiburi husema ninastahili, lakini unyenyekevu unasema ni kwa neema yake Mwenyezi Mungu. Mungu amenionea rehema, Mungu amenihurumia. Na hivyo Yesu mwana wa Mungu aliwaonyesha wanafunzi wake, ama aliwaosha wanafunzi wake miguu. Kama Bwana alitumikia, sisi pia tunaweza kutumikia. Kama tunataka kuenenda kwa ustahili, lazima tujishushe mbele za Mungu. Turuhusu Roho Mtakatifu wa Mungu achukue usukani. Tuelewe ya kwamba si kwa uweza wetu, si kwa nguvu zetu. Paulo anatuonyesha hili. Jambo la pili na ambalo ni muhimu, tembea kwa upole na uvumilivu. Upole ni nguvu iliyo chini ya uongozi wa Mungu. Upole ni nguvu iliyomo, ama mamlaka yaliyo chini ya uongozi wa Mungu. Si udhaifu, ni kuchagua kutotenda kwa hasira hata unapoweza. Uvumilivu ni kustahimili watu, hali ngumu, bila kukata tamaa. Tuseme ukweli hapa, watu wanaweza kuwa wagumu, mahusiano yanatujaribu, hata kanisani kuna changamoto, lakini Mungu anatufanyia subra kila siku. Kama yeye anatuvumilia, sisi pia tuwavumilie wengine. Maisha ya ustahili hayaonekani wakati mambo ni rahisi, na ndio maana Paulo anapotuandikia anaonyesha mfano mzuri zaidi. Yanaonekana wakati tunachagua upendo katikati ya changamoto.
Paulo anachagua upendo, analiandikia hili kanisa hata akiwa gerezani. Anachagua upendo, kuendelea kumpenda Mungu. Anachagua kuwa mvumilivu na kuendelea kuifanya kazi ya Mungu katikati ya changamoto. Anapokuwa anaandika na kutufundisha, pia anatufundisha kupitia tabia yake. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu, linda umoja. Paulo anasema jitahidini kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Umoja hauji tu bila juhudi, unahitaji jitihada, kukataa kusengenya, kukataa mambo na ambayo hayapendezi, samehe haraka, chagua amani kuliko kiburi. Roho Mtakatifu ndiye huleta umoja, lakini ni wajibu wetu kulinda. Mkristo mwenzangu, tunapoishi katika umoja, ulimwengu umwona Kristo wazi wazi, na umoja wetu utadhihirika katika upendo wetu kwa mmoja na mwingine. Yesu Kristo akasema, mkipendana nyinyi kwa nyinyi, hapo ndipo watajua nyinyi ni wanafunzi wangu. Na hivyo tunapolinda ule umoja, Biblia tunalinda umoja na ili Mungu pia aagize baraka katikati yetu. Na ndio maana Paulo anapokuwa anazungumza na hili kanisa analiambia nini? Kwa hiyo na wasii mimi niliyemfungwa katika Bwana, mwenende kama inavyoustahili wito wenu mlioitiwa, kwa unyenyekevu wote na upole, kwa uvumilivu mkichukuliana katika upendo. Na anasema hivi mstari wa 3, na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Hii ni kazi yetu, ni wajibu wetu. Wacha kusema roho imekataa, lasha, ni wajibu wetu. Vile tu tunalinda umoja, ni wajibu wetu. Ni wajibu wetu kutembea kwa upole na uvumilivu. Ndio, Roho ametupa hilo tunda, lakini ni wajibu wetu kuhakikisha tunatii. Ni wajibu wetu kuhakikisha tunalinda huo umoja. Kwa hivyo ni kuhakikisha tunayakimbia yale na ambayo yataondoa umoja. Kama ni kutosamehe, kutoondoa umoja, tunasamehe. Kama ni masengenyano, tunayaondoa. Tunaanza kupenda mwingine baada ya mwingine, na tukifanya vile tunakuwa mwili wa Kristo uliosimama. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo nahitimisha na kusema hivi, wewe na ambao unayenisikiliza na pamoja na mimi, umeitwa, umetolewa gizani, na hivyo umeingizwa katika familia ya Mungu, umepewa kusudi la milele. Na hivyo sasa enenda kwa ustahili, si ili upate wokovu, bali kwa sababu tayari umeupokea. Hata ukianguka, inuka uendelee kutembea. Bado umeitwa, maisha yako yana kusudi. Tembea kwa unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Tembea kwa unyenyekevu, tembea kwa uvumilivu, tembea kwa katika upendo, tembea katika umoja, na maisha yako yamletee Mungu utukufu. Maana hilo ndio Paulo anatufundisha hapa. Anakuwa ni katika mwito wa umoja katika Kristo, katika mwili wa Kristo. Na ndio maana wakati mmoja akauliza, matafaruku yanatoka wapi? Yanatoka wapi? Na kila mmoja wetu ameitiwa mwito, na ndio maana ujumbe niliupa kichwa, ishi maisha yanayolingana na wito wako. Umeitwa kuwa mchungaji, hawezi ishi kiolela, la hasha. Lazima kuwa na upendo ndani yako. Umeitwa, umeokoka, na chenitubilo neno, wewe ni Mkristo, lazima Kristo aonekane ndani yako na watakujua wewe ni Mkristo. Mkipendana nyinyi kwa nyinyi, na kupendana nyinyi kwa nyinyi kumaanisha nini? Unampenda pia Kristo, ndio maana unatii neno lake. Maana unasema, iwapo unanipenda utazishika amri zangu. Tumeitiwa tuishi maisha yanayolingana na wito wetu. Usiruhusu changamoto zikuondoe kuishi maisha yanayolingana na wito wako. Usiruhusu mambo ya hii dunia ya kuondoe katika wito wako. Mruhusu Mungu katika maisha yako na ufanyie kazi wokovu wako kila siku. Biblia inatuambia vile, na ili tuishi watu na ambao wanampendeza Mungu, watu na ambao wanamtukuza Mungu, watu wanaotembea kwa unyenyekevu, watu wanaotembea kwa kuonyesha upendo.
upendo, watu wanaosamehe haraka, watu na ambao wanahakikisha kuna umoja, wanalinda ule umoja. Kama ni kutosamehe inasababisha umoja uharibike, wanasamehe. Kama ni masengenyo, wanaondoa masengenyo. Chochote kile kinasababisha kusiwe na umoja, na ili Mungu agize baraka, unahakikisha unakiondoa. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo kuanzia siku ya leo, hebu jiangalie, chunguza maisha yako, jiulize, je, ninaishi maisha yanayolingana na mwito wangu? Paulo anatuonyesha huo mfano, na zaidi anatufundisha jinsi ya kufanya hivyo. Baba, ni asante kwa kunena nasi siku hii ya leo. Mfalme mkuu na mtakatifu, wewe uketie juu zaidi Baba, unastahili sifa zote na utukufu. Ni asante kwa kusema nasi kupitia hili neno lako. Ni asante kwa kunena na kila mmoja wetu. Ni asante mfalme mkuu na mtakatifu, na hata kwa hili neno lako Baba, tusaidie na ili tukaishi maisha yanayolingana na mwito uliotuitia, na ili tukatembee kwa unyenyekevu, kwa upendo Baba Mungu wetu, tukakutukuze katika maisha yetu, katika yote tunayotenda, yote ikiwa ni kwa utukufu wa jina lako. Pokea sifa zote na utukufu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo, naomba na kuamini, amen. Asante sana kwa kulitazama hili neno lake Mwenyezi Mungu Jumamosi hii ya leo. Mungu akubariki, Mungu akuzidishie. Hizi ndizo nambari zangu, unasema na mimi kupitia 0792593648 +254 792 593648. Hizo ndizo nambari zangu. Zungumza nami pale, ujumbe mfupi, na pia toa matoleo yako pale, na Mungu akubariki, Mungu akuzidishie. Pia kwa PayPal iko hapo kwenye runinga yako, bnsnmwanza@gmail.com ni PayPal address. Mungu akubariki unaposimama na huduma. Hadi hapo Jumatatu, mimi nakupenda sana. Hapo Jumapili kuna kitengo tumerejesha, kitengo cha mfahamu mhuduma wako wa nyimbo za Injili. Ni kila Jumapili saa 8 alasiri. Kwa hivyo usikose, fuatilia uzidi na kuwafahamu wahuduma wa muziki. Mimi naitwa Mchungaji Benson Mwanza, na ninakupenda sana, na kuacha na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sasa na hata milele. Amina na kwaheri.